mlango wa 7. Mlango wa 8, alamatu husnil khatima. Alamatu husnil khatima, alama za kupata mwisho mwema. Maana alama ambazo zikipatikana hizi tadhania khairi, na hizi alama zikipatikana haina maana tutasema kwamba huyu mtu peponi, la, kwa sababu kumshuhudia mtu pepo haifai kama hajatajwa na sheria, ima Allah aseme au mtume. Kinyume na wawili hawa, wewe kusema tu babu yako peponi ulimuona, si sahihi. kisha thumma inna shari'a al-hakim qad ja'ala alamatin bayyinatin yustadallu biha ala husni al-khatima, kisha hakika ya mwenye kuweka sheria aliyekuwa na hikma kajalia alama zilizokuwa wazi, hutolewa dalili kupitia alama hizo juu ya mwisho mwema. Yustadallu biha, hutolewa dalili kupitia alama hizo ala husni al-khatima, juu ya kupatikana mtu au kupata mtu yeye mwisho mwema. Katabaha Allahu ta'ala lana bifadlihi wa mannihi, ka tuandikia Allah subhanahu wa ta'ala hizo alama kwa fadhila zake, kadhalika na kwa neema zake. Bifadlihi wa mannihi, kwa fadhila zake na kwa neema zake. Fa ayyuma mri'in mata biihdaha kanat bisharatan lahu wa ya laha min bishara, mtu yoyote ambaye atakufa na alama moja kati ya hizo, atakayekufa kwa moja kati ya hizo, itakuwa yeye hizo ni bishara kwake, itakuwa ni bishara kwake hizo alama. Wa ya laha min bishara, na ubora ulioji wa bishara hizo. Ndio kama ile thakilatika ummuk, ndio hizo alula, alama ya mwanzo. Alama ya mwanzo katika alama ambazo za tuonyeshe sisi kwamba huyu maiti ni katika watu wema, tumdhania khairi, hivyo nutquhu bishahadati 'inda al-maut wa fihi ahadithu, ni kutamka kwake shahada wakati wa kufa kwake, na kwenye hilo kuna hadithi nyingi. Hadithi ya mwanzo tunasoma hadithi hii mara 3 kukaririwa, man kana akhiru kalamihi, anakuambia kwa kusema man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala الجنة. أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ. ومن طريق أخرى katika njia nyingine, anhu, kutoka kwa sahaba huyo bilafdhin, kwa tamko ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illa Allah, hakuna nafsi yoyote ambayo itakufa na hali ya kuwa inashuhudia kwamba hapana mola asiyeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anni rasulullah, na kwamba mimi, kwa maana mtume Muhammad, wa anni rasulullah, kama mimi ni mtume wa Allah, yarji'u dhalika ila qalbin muqinin, likawalarejea hilo kwenye moyo uliokuwa na yaqini. Ina maana kwamba alitamka si mbea, hana masala ya tazazu, kwenye atamka kwa yaqini iliyokuwa ndani ya moyo wake. Illa ghafara Allahu laha, isipokuwa Allah ataisamehe nafsi hiyo. Na kutaja nafsi yamaanisha huyo mtu mwenyewe atasamehewa. Ametaja hadithi hii al-Imam Ibn Majah na Ahmad na wasiokuwa wawili hao, na akaisahihisha al-Imam Ibn Hibban, na sanadi yake ni hasan kwangu mimi. Na maana Sheikh Albani anasema kwangu mimi na hiyo hasan sanadi yake, kama bayantuhu fi sahiha, kama nilivyobainisha hadithi hii au sanadi hii katika sahiha. كذلك وله شاهد من حديث أبي هريرة، na ina shahid kwa maana yenye kutolewa udhibitifu kutoka kwa hadithi ya Abu Huraira. Taqaddama fi at-talqin faqara alif safha 10, na imetangulia hiyo hadithi katika mlango wa kumtamkisha mtu maiti kwenye kipengele namba 1 safha ya 10. فقرأ كبيرين عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال، وتوقف طلحة ابن عبيد الله يلا مرديان سيما، رأى عمر طلحة ابن عبيد الله ثقيلا، ألمون عمر طلحة ابن عبيد الله هل يكوى كتوك هل يزيتو
kwa maneno uzito. Faqala ma laka ya aba fulani, akamuuliza una nini ewe aba fulani? Ma laka ya aba fulani, ma laka ya aba fulani, una nini ewe babake fulani? Kwa maana akamtaja kwa kunia yake. La'allaka sa'atka imra'atu ammika ya aba fulani, huenda amekukosea wewe imra'atu ammika, kwa maana mwanamke wa ammi yako, kukusudia kwamba yeye alioa mtoto wa ammi yake. Ana maana kwamba huenda umegara na mkeo, huenda. Ya aba fulani, qala la, akasema yeye hapana. Wa athna ala abi bakr, na akamsifia Abu Bakr. Baada ya hapo akamsifia Abu Bakr, kisha akasema illa anni sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadithan ma mana'ani an ursilahu anhu illa alqudratu alayhi hatta mata. Nilisikia mimi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi, haikunizuia mimi an as'alahu, msema nursilahu, an as'alahu, nisimuulize. Haikunizuia mimi nisimuulize kuhusu hiyo hadithi, isipokuwa sina uwezo wa hilo, sijakuwa na kudra juu ya hilo, hata mata, mpaka akafa. Sami'tuhu yaqulu, nilimsikia Mtume akisema inni la a'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun 'inda mautihi illa ashraqa laha launuhu, mimi nalijua neno ambalo halisemi mja neno hilo wakati wa kufa kwake, isipokuwa kupitia neno hilo itakuwa na mwangaza ngozi yake. Ashraqa laha launuhu, isipokuwa itakuwa na mwangaza ngozi yake. Wa nafasa Allahu anhu kurbatahu, na Allah atamuondolea yeye mitihani yake, mitihani, matatizo, majanga. Qala, akasema faqala Umar, akasema Umar. Sasa ni kwa maana yeye muelezaji hadithi anasema hivi, baada ya hapo akasema Umar inni la a'lamu ma hiya. Na alafu afwan, kuna jambo ambalo nimehitaji hapo kwamba kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mtume. Sinisema kwamba kutoka kwa Mtume, lakini asahu ni kutoka kwa Abu Bakr, kutoka kwa Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akasema Umar inni la a'lamu ma hiya, mimi nalifahamu kuwa hilo ni tamko gani, nalijua. Qala wa ma hiya, wa nafasa, na akamuondoshia yeye tatizo. Ujarithi man nafasa an mu'minin nafasa Allahu anhu. Aywa, naam. Wa ma hiya, na ilipi hilo neno? Qala ta'lamu kalimatan a'zama min kalimatin amara biha ammahu 'inda al-mauti la ilaha illa Allah. Akamuuliza, je, wewe wajua neno ambalo ni kubwa na tukufu kuliko neno ambalo alimuamrisha neno hilo ammi yake wakati wa kufa, ambalo ni la ilaha illa Allah? Qala Talha sadaqta hiya wallahi hiya, akasema Talha, umesema kweli, ni hilo neno, ni hilo, wallahi ni hilo. Katika hadithi ya Imam Ahmad kadhalika kwa isnadi iliyo sahihi na al-Imam Ibn Hibban kwa mfano wake na al-Imam al-Hakim na ziada ni yake, na amesema hadithi hii ni sahihi juu ya kupokelewa kwa sharti za wawili hao, na imeafikiwa kwenye hilo na al-Imam al-Dhahabi. Wa fil babi ahadithu dhukirat fi at-talqin, na katika huu mlango huu kuna hadithi ambazo zimetajwa katika at-talqin, kwenye kule kumtamkisha mtu shahada.